Ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Bwana, Yanga hii leo wameondoka kuifuata timu ya Al Ahly huko Misri Cairo, mechi hiyo ambayo inasubiriwa kwa hamu na wapenda soka wengi kote duniani kutokana ni mechi ambayo inavuta hisia kubwa. Yanga na Al Ahly wote katika kundi lao wana pointi 4, kila mmoja ameshinda mechi yake moja ya nyumbani na kutoa sare ugenini, hivyo mechi hiyo ni mechi ambayo watu wengi wataitazama kutokana na kila mmoja ameanza vizuri katika mashindano ya kimataifa. Hapa wanaenda kuonyeshana umwamba, kila mmoja anaenda kumuonyesha mwenzake kuwa yeye ni nani katika soka la hapa Afrika, na kila mmoja anaenda akiwa ana rekodi yake katika msimu huu na msimu uliopita wa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Msimu uliopita Al Ahly amefika mpaka hatua ya nusu finali, lakini Yanga aliishia hatua ya makundi, hakuweza kuvuka. Mechi ya mwisho hapa nyumbani alitakiwa ashinde ili aweze kuvuka, lakini ilimwendea tofauti, hivyo ikamfanya aangukie pua na kusalia hapa nyumbani kuendelea na ligi kuu ya Tanzania bara na sio kuendelea tena michuano ya kimataifa barani Afrika. Lakini hii leo Yanga wameondoka na squad yote, squad ya wachezaji 24 ambao wanaamini kabisa wataenda kupambana dhidi ya Al Ahly. Mechi hiyo ambayo inachezwa siku ya Ijumaa saa 1 usiku ni mechi muhimu kwa timu ya Yanga, kwa sababu wanajua wakishinda wanajitengenezea mazingira mazuri ya kuja nyumbani na kumfunga tena Al Ahly, maana akienda kule anabidi ageuke naye, akimfunga tena anakuwa ameshafuzu moja kwa moja. Hivyo bwana, Yanga hivi sasa wameshaanza safari yao, hivi sasa wapo katika ndege kuelekea Cairo Misri kwa ajili ya kumfuata Al Ahly. Ni mechi ambayo watu wengi wanaisubiri kwa hamu. Hata afisa habari wa Yanga Alikamwe amesikia na kusema kwamba hii ni mechi ambao kwao ni ya maamuzi na wanaangalia timu yao ubora wake uko mazingira gani, umeongezeka au umepungua. Japokuwa watu wengi wametusifia tulivyocheza na Mashujaa, lakini watatusifia zaidi watakavyoona tunacheza na Al Ahly, kwa sababu tutajituma kweli kweli, tutacheza kwa hali na mali ili tuweze kushinda. Angalau hata tukipata sare sio mbaya, kwa sababu ni mechi ngumu, ni mechi ambayo inahitaji kila mmoja ajitume uwanjani ili tuweze kufanikiwa katika malengo yetu ya msimu huu. Japokuwa msimu huu lengo letu la kwanza limetimia, ni kufika hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, lakini hatukubali kuishia hapo kwa sababu hali tunayo na morali pia tunayo na wachezaji wazuri pia tunao, hivyo tutajitoa kinamna moja ama nyingine tuweze kupambana kushinda mechi hiyo ambayo ipo mbele yetu kwa hivi sasa. Bwana, hao ni Yanga wenyewe wanasema kwamba wako tayari kushinda mechi hiyo, watajitoa kinaga ubaga ili waweze kushinda mechi hiyo. Sio mechi rahisi, ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, lakini kila mmoja anaamini kabisa anaweza kumfunga mwenzake. Kutokana na mechi hiyo bwana, inasubiriwa kwa hamu kweli na mashabiki wengi wa soka hapa nyumbani Tanzania, na kule Cairo pia mashabiki wa Al Ahly wanaisubiri kwa hamu hiyo mechi, kwa sababu ni mechi kama ya maamuzi. Kwa kila anayeshinda anakuwa anaongoza kundi. Yanga akishinda anakuwa wa kwanza katika kundi, lakini Al Ahly akishinda pia anapanda kileleni bila kuangalia matokeo ya wapinzani wao wengine yataishaje. Na ndio maana wameiweka kuwa ni mechi ngumu kwa kila upande, kila mmoja akitabanaisha ya kwake. Lakini Yanga ambao wenyewe wanaona kabisa ni mechi ngumu kwao, lakini watafanya juu chini ili waweze kushinda katika mechi hiyo bwana. Ni mechi kama ya maamuzi kwa upande wao, kutokana wanajua kabisa msimu uliopita walishia hatua ya makundi, lakini msimu huu hawataki kuishia walipoishia msimu uliopita, hivyo lazima wajitume, kila mmoja acheze kadri ya uwezo wake ili waweze kumove kutoka sehemu moja na kwenda katika sehemu nyingine. Kuishia hatua ya makundi tena msimu huu Yanga hawataki, na ndio maana wamefanya juu chini kumrejesha bwana golikipa wao Djigui Diarra, ambaye walikuwa wanasema katika usajili bado mmoja, na watu walikuwa wanadhani Yanga kwa jinsi ilivyo tena bado mmoja, mbona balaa litakuja kuwa zito. Kumbe ni golikipa wao
wao bwana Djigui Diarra kutokana kuna timu nyingi zilikuwa zinamhitaji hapa Afrika na nje ya mipaka ya Afrika, lakini Yanga wameonyesha kwamba wao wana msuli wa kifedha, hivyo golikipa wao wanabaki naye kutokana bado ana mkataba mwaka 1.5 kwenda kuendelea kuitumikia timu ya Yanga, hivyo hawako tayari kwa kumwachia kwa wakati huu. Kwa hiyo Djigui Diarra bwana hauzwi, na katika msafara pia yumo katika msafara wa Yanga bwana, amehusika kama golikipa namba 1, hivyo anaenda ataendelea kukaa langoni katika mechi dhidi ya Al Ahly, kwa sababu ndio golikipa namba 1 wa timu ya Yanga, na watu wengi wamemmisi kumuona akiwa langoni bwana. Huyu golikipa wameishia mara mwisho kumuona akiwa katika chani katika Mapinduzi ya kuwepo, wala katika mechi ya mwisho wa ligi dhidi ya Mashujaa hakuwepo, hivyo watu wengi wana hamu ya kumuona golikipa wao bwana akiwa golini. Golikipa mdaka mishale, golikipa mwenye sifa nyingi kuliko magolikipa wote hapa Tanzania kutokana na uwezo mkubwa katika miguu yake vile na katika kudaka bwana. Yanga safari yao ni safari ambayo wameianza alfajiri ya leo wakiamini kwamba wanaenda kuchukua pointi 3 Misri Cairo. Hiyo ni mechi ngumu kwa upande wao, lakini hawawezi kukata tamaa kwa sababu tamaa wenyewe wanasema daima mbele nyuma mwiko, hivyo wao ni watu wa kwenda mbele tu, hawatakubali kurudi nyuma kama makauli mbiu yao inavyosema, daima mbele nyuma mwiko. Japokuwa mechi hiyo uwage ya miaka yote unapokutana Yanga na Al Ahly, haijalishi ni kipindi gani, mechi lazima iwe ngumu. Toka kipindi cha nyuma kama mnakumbukumbu vizuri, Yanga na Al Ahly mechi iliamuliwa kwa penalty pale Cairo, mechi ambayo Yanga walikuwa na advantage ya kushinda kutokana na Al Ahly alikosa penalty 2 mfululizo, lakini Yanga walishindwa kumaliza mechi kwa mikwaju ya penalty, nao wakaenda kukosa kutokana na pressure vile na kuogopa jina la Al Ahly kwa kipindi kile. Lakini kwa hivi sasa wana wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, hawawezi kuogopa jina wala kuogopa kitu chochote kutokana katika mashindano pia wenyewe washapiga hatua kubwa, wamecheza mpaka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, japokuwa katika klabu bingwa bado hawajawahi kufika fainali, lakini wanaitafuta, na msimu huu wenyewe wanajiona kwamba wako vizuri, wako tayari kwa ajili ya kutafuta fainali ya klabu bingwa Afrika. Japokuwa kuna timu nyingi nzuri, lakini wao wanajiona nafasi wanayo, na kila timu nafasi inayo, inategemea tu itachezaje, itachangaje karata zake ili iweze kufika katika hatua ya fainali, kwa sababu sio kila timu inaweza kufika fainali, inategemea umejiandaaje na unajipangaje kwa ajili ya kufika fainali. Na kufika fainali sio tu ufike fainali, watu wanataka afike fainali na kuchukua kombe bwana. Kama Yanga kuchukua kombe hapa Tanzania hapata tosha, maana lazima watalining'iniza juu ya ndege, kwa sababu wana tambo nyingi hawa mabwana kutoka Jangwani. Wenyewe wanasema akipata kombe lazima lining'inizwe juu ya ndege. Je, wewe mdau wa soka, mpenda burudani, mpenda michezo, unaonaje juu ya swala hili la Yanga kumwahi Al Ahly? Wanaweza kupata ushindi kule Cairo au wanaweza wakapoteza au kupata sare? Shusha comment yako hapo kwa comment section, andika swali lolote ambalo linahusiana na Yanga Afrika juu ya mechi yake dhidi ya Al Ahly. Utakuwa umetisha kinoma noma, mtu wangu wa nguvu, utakuwa wa kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku.